بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أفضل الرسل وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ndugu zangu katika iman, katika msikiti huu wa Mwenye Mkuu Magomeni Mapipa, Dar es Salaam, leo tukiwa tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya matukio 7 yaliyotokea ya kihistoria katika mwezi huu wa mfungo mosi. Jana tumeeleza baadhi kwa muhtasari, na leo tutaeleza tukio moja ambalo ni Ghazwatul Ahzabi au Ghazwatul Khandaqi. Ghazwatul Ahzabi au Ghazwatul Khandaq, vita ya makundi au vita ya handaki. Kwa nini vita hiyo moja ina majina mawili, Ghazwatul Ahzabi na Ghazwatul Khandaq? Na neno ghazwa ni nini? Ghazwa ni neno ambalo maana yake hiya allati sharaka fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ma ashabihi. Ghazwa ni vita ambayo mtume alishiriki yeye pamoja na masahaba wake, inaitwa ghazwa. Ghazwatun muthanna yake itakuwa ni ghazwatani, jamu yake itakuwa ni ghazawat. Sasa ghazwa, ahzab ni jamu hizb. Hizbun ni kundi, lakini ahzab ni makundi. Kuna khandaq, handaki. Hata Kiswahili tunapolitumia neno handaki tunalitumia ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kiarabu. Sisi kwa Kiswahili tunalisema handaki, lakini Kiarabu chenye inatamkwa khandaqun. Watu wa lugha wanasema, wanalitafsiri ama wanalitolea taarifu neno khandaq, wanasema naw'un min al-hufari fi at-turba au tajwifat. Khandaq ni aina ya mashimo yanayochimbwa ardhini, yanachimbwa ardhini, haithu yakunu umuman al-umqu akbaru min al-ardi, kiasi ambacho linapochimbwa chini linakuwa ni refu sana kuliko upana wake. Kwa hiyo shimo linalochimbwa, kwa mfano kwa namna ya mfereji, kutoka hapa mpaka pale kwenye kamera, ama kutoka hapa kwenye kamera mpaka pale mwisho, tukichimba kwenda chini, linaitwa handaki. Kwa hiyo na vita hii ilikuwa ni vita ya handaki kwa sababu ilichimbwa handaki. Na ilikuwaje? Tutamwangalia hapa bwana mkubwa huyu katika kitabu hiki Ar-Rahiqul Makhtum, bahthun fi sirati an-nabawiyya ala sahibiha afdalus salatu wassalam. Mwandishi ni Safiyur Rahman al-Mubarak Furi, ambaye ni tabaa ash-shar'iyya, na katika ukurasa wa 265. Sababu ya vita hii ni nini? Sababu ni kwamba
Ghatafan, kharaja hadha alwafdu ila Ghatafan, lilitoka kundi la Mayahudi, kharaja 20 rajulan min zu'ama'i alyahud, walitoka watu 20 katika viongozi wa Mayahudi katika makabila ya Banu Qainuqa, Banu Nadhir na Banu Quraidha, wakatoka kusafiri kutoka Madina kwenda Maka. Wasadat Bani Nadhir ila Quraish bimakka, wakatoka wale ambao ni watu muhimu katika kabila la Bani Nadhir na Bani Quraidha mpaka kwenda Makka. Yuharridunahum ala ghazwi rasul, walikuwa wanawahamasisha, wanajenga chuki kwamba lazima wakampige vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayuwalunahum alaihi, wakasema na wao watawaunga mkono katika hiyo vita, kumuua Mtume na kumpiga vita. Wawaaduhum min anfusihim bin nasr lahum, Mayahudi wakawaambia, sisi Mayahudi tutasimama na nyinyi Makuraish kumpiga huyu Muhammad na kumuua. Faajabatuhum Quraishun, Makuraishi wakasema sawa, tupo tayari, tuko tunamtafutia timing. Wakanat Quraishun, na walikuwa hawa Makuraish, qad aqlafat maw'idaha fil khuruj ila Badrin, walikuwa wameacha, yani wana mambo yao ambao wanakumbuka katika vita ya Badr, kwa sababu hii ni vita ya mwaka wa 5. Faraat fi dhalika inqadhan lisum'atiha, wakaona kwenda kumuua Mtume Muhammad na kumpiga vita itakuwa ni sababu ya kusaidia kuokoa ile heshima yao. Thumma kharaja hadha alwafdu ila Ghatafan, ugeni huu wa Mayahudi 20 wakaenda kwenye kabila la Ghatafan. Fadaahum ila ma daa ilayhi Quraishan, wakawaambia vile vile, tunaomba sisi tusimame na nyinyi tumuue Muhammad. Fastajabu lidhalika, wakakubali. Thumma tafa alwafdu fi qabail alarab, kisha ule ujumbe wa Mayahudi ukazunguka katika makabila yote ya Kiarabu. Yad'uuhum ila dhalika, wanawaomba, wanawahamasisha, wanawashawishi kuweza kumpiga vita Muhammad. Fastajaba lahum man istajaba, kuna makabila yalikubali kwamba tuko tayari kwenda kumpiga vita Muhammad. Wa hakadha, hivi hivi, najaha sasatul yahud, walifanikiwa viongozi wa Mayahudi, waqadatuhum, na wale ambao walikuwa wanaongoza ile kampeni, fi ta'libi ahzabil kufri, katika kuyaunga makundi ya kikafiri, ala nabii sallallahu alayhi wasallam wal muslimin, dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angalieni ndugu zangu, madha nastafidu min hadha, tunapata fundisho gani? Kwamba makafiri wanapofika pahala wanapotaka kumpiga vita Muislamu, kumchukia, huwa wanaacha tofauti zao za ukafiri wao, wanaangalia lengo la kumpiga vita Muislamu au kuupiga vita Uislamu au kumchukia Muislamu ambaye huenda ana jambo fulani analifanya pahala au katika eneo au katika nchi wao hawalitaki. Wanaacha chuki zao zote, lakini wanamkusudia huyu Muislamu. Ndio maana Qur'ani ikasema, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi Waislamu. Ha alitambihi, harfu min hurufi tambih, ha antum, manake nyinyi Waislamu, tuhibbunahum, na wapenda hawa makafiri, wala yuhibbunakum, wao hawakupendeni. Sasa baada ya hapo sasa, wa ala ithri dhalika, baada ya hapo, kharajat min aljanub Quraish, wakawa wametoka upande wa kusini mwa Maka Makuraish wa Kinana na Bani Kinana wa hulafauhum, pamoja na wale walioungana nao, min ahli Tihama, kutoka katika wenyeji wa Tihama. Waqadahum Abu Sufyan fi 4000, Abu Sufyan akaongoza kile kikosi kikiwa na watu 4000. Wawafahum Bani Sulaim,
wakawa wameungwa mkono na kabila la Banu Sulaim bimarri Dhahran, kutoka eneo ambalo ni Marri Dhahran, mpaka sasa lipo ndani ya Saudia. Wa kharajat min ash-sharqi, likatoka kundi lingine kutoka mashariki mwa Makka, qabailu Ghatafan, makabila ya Ghatafan, wa Fazara na Fazara. Yaquduhum, haya makabila yalikuwa yanaongozwa na nani? Uyayna ibn Husni, wanaongozwa na huyu mtu anaitwa Uyayna. Wa Banu Murra, na Banu Murra yaquduhum, alikuwa kiongozi katika kabila la Banu Murra Al-Harith ibn Auf, Harith ibn Auf. Wa Banu Ashja, likaya kabila la Banu Ashja, yaquduhum, aliyekuwa anawaongoza Mis'ar ibn Ruhaila, akawa anaongoza hivyo. Kama kharajat Banu Asad, wakatoka wengine Banu Asad. Wattajahat hadhihi al-ahzab, hawa watu wakawa wameelekea nahwa al-Madina, upande wa Madina, ala mi'adin kanat qad ta'aqabat au ta'aqadat alayhi, walikubaliana kwamba siku fulani, muda fulani, pahala fulani twende tukakutane. Kwa ina maana Mtume sallallahu alayhi wasallama akawa amepata habari, akapata habari kupitia vyanzo vyake ambavyo alivyokuwa ameviweka katika serikali yake ya Kiislamu. Kwa hiyo wakawa wamekwenda kikosi kilichotoka kule mpaka kufika Madina. Anasema Sheikh katika Rahiqul Maktum, wa baada ayamin, baada ya masiku, tajammaa hawla almadinati, likawa limekusanyika pembezoni mwa mji wa Madina, jaishun aramram, jeshi kubwa zito, yablughu adaduhu 10,000 muqatil, jeshi la makabila mbalimbali na Mayahudi ambao wamekuja kuupiga Uislamu Madina kumua Mtume, walikuwa wanafikia 10,000. Akasema jaishun, ni jeshi ambalo rubbama yazidu adaduhu ala jamii man fil Madina, huenda idadi ya lile jeshi ukilinganisha na wananchi waliokuwa wanaishi Madina wakati ule, ina maana ni kubwa sana, wangeimaliza Madina. Minan nisa wasibyan washabab washuyukh, wangeua watoto, wangeua wanawake, wangeua vijana, wangeua watu wazima. Sasa hawa walipofika sasa Madina, wakawa wanaangalia namna gani wanaweza wakafika katika mji wa Madina, na Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa amepata habari. Alipopata habari ya kwamba wamekuja, wasara Rasulullah ila aqdi majlis istishari a'la, Mtume akafanya haraka, akaliita baraza lake la ushauri, tunasema kama baraza la bunge, akawaita Mtume. Tanawala fihi mawdhu'a khitatu difaa, katika yale mazungumzo alikuwa anaangalia namna gani ya kujitetea an kiyani al-Madina. Wa baada munaqashatin, baada ya mazungumzo masahaba kila mtu alitoa ushauri kwamba hawa wameshakuja na wapo pembezoni mwa Madina, tunafanya nini? Jarat baina al-qadati wa ahli shura, ikatokea sasa kati ya wale wakuu wa vikosi wale masahaba wakubwa, sawa, ittafaqu, wakakubaliana ala qarari, wakakubaliana kutokana na rai aliitoa as-sahabiyu an-nabil al-jalil, sahaba mwema mwenye busara, Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Salman al-Farisi ambaye amezikwa yupo Jordan, ndipo alipozikwa pale. Alhamdulillah 2019 katika kwenda Masjidul Aqsa tulifika mpaka tukaenda kupaona pale alipozikwa Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Mashallah, yule mtu alikuwa ni mrefu sana, lile kaburi lake ni refu kuliko hii nguzo, radiyallahu anhu. Salman al-Farisi katika wale, sababu walikusanyika masahaba wote alafu wakabakia wachache, Mtume akawauliza mnasemaje? Salman akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna kunna bi ardi farisin, sisi tulipokuwa tunaishi katika nchi ya Faris ambayo ndio Irani kwa sasa, idha husirna,
tunapozungukwa na maadui wetu, khandaqna alaina, tunajichimbia handaki. Ule mji ambao tunajua kwamba kuna maadui wameuzunguka, tunachimba handaki. Wakanat khutatan hakima lam takun ta'rifuha al-arabu qabla dhalika. Wakanat khutatan hakima, ilikuwa ni mkakati aliyoutoa Salman wa kiusalama ambao ni mzuri. Waarabu walikuwa hawajui namna ya kujilinda kwa njia ya mahandaki. Sasa Salman alipotoa rai ile, wa asra Rasulullah ila tanfidhi hadhihi alkhutta, mtume akafanya haraka kuweza kutekeleza ile rai aliyoitoa Salman. Fawakala ila kulli 10,000, ila kulli 10, mtume akawakabidhi kila watu 10 an yahfiru min al-khandaqi 40 dhira'an, wachimbe handaki dhiraa 40, kila watu 10 mtume akawachagua. Kwa hiyo alipowachagua, waqama almuslimuna bijiddin wa nashatin yahfiruna al-khandaqa, wakaanza waislamu kuchimba lile handaki kwa bidii ya kiiman na nguvu za kiiman. Wa Rasulullah, na mtume anawaangalia wanachimba handaki, yahuthuhum, anawahamasisha, wa yusahimuhum, anawaunga mkono fi amalihim hadha, naye amesimama hapa pembeni, chimba hilo, chimba hilo, sawa. Sasa katika Sahih al-Bukhari hadithi anaisimulia Sahal ibn Sa'd, sahaba yanasema, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fil Khandaq, siku moja tulikuwa pamoja na mtume katika hiyo vita ya Handaki, mwaka wa 5, katika mwaka wa 5, mwezi wa mfungo mosi kama huu. Yahfirun, wahum yahfirun, na wao walikuwa wanachimba handaki. Wa nahnu nanqulu turaba ala aktadina au ala aktadina, na sisi tulikuwa tunabeba mchanga juu ya mabega yetu. Aktanina wanasema jam'u katada au kanada, wa huwa mujtama'ul kaffaini, yani walikuwa wanabeba mchanga kwa viganja vyao. Faqala Rasulullah, wakati masahaba wanachimba lile handaki, wamehamasika iman, kuulinda Uislamu, kumlinda Rasulullah, mtume akasema, Allahumma, ewe Allah, na masahaba wanasikia, la aisha illa aisha al-akhirah, hakuna maisha bora na mema yenye faida na ya mwisho na yasiyokuwa na mwisho, na watu wataishi maisha mema kama maisha ya akhera. Faghfir lil muhajirin, wafutie madhambi yao hawa masahaba muhajirin ambao wamehamia kutoka Maka kuja Madina. Wal ansar, na wafutie madhambi hawa ansar ambao ni wenyeji wa Madina, wameuhami Uislamu na wakakubali kuweza kuwahamia, yani waislamu wenzao kuhamia pale Madina. Hadithi ipo katika Sahih Bukhari katika babu al-ghazwa, babu ghazwat al-Khandaq, hadithi ya 588. Kwa hiyo wakawa anabeba. Sasa Anas naye anasema, kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-Khandaqi, mtume alielekea katika eneo linalochimbwa handaki. Fa idha ghafla al-muhajirin wal ansar, akawakuta muhajirin, masahaba ambao walihama kutoka Maka kuja Madina, wal ansar, na wenyeji wa pale ambao waliwapokea Waislamu wakawahami kwa hali na mali. Yahfiruna fi ghadatin barida, walikuwa wanachimba handaki asubuhi kipindi cha baridi. Ndugu zangu, kwa mtu ambaye halijui baridi la Madina, baridi la Madina ni hatari, wallahi ni hatari. Wallahi baridi ya Madina ni hatari, manake ni baridi ambayo kwanza ni kafu, halina vuguvugu. Pili, ni baridi ambalo linakausha mwili. Tatu, wengi wale ambao hawajazoea mazingira ya pale huwa wanatoka damu puani. Kwa unapokwenda kutawadha, ukipenga maji unakuta unatoka damu. Ni kipindi ambacho kwa wale wageni ambao tunaokwenda kipindi kile, watu wengi mahujaji unaokwenda nao wanakuwa na homa kali. Disemba mwishoni
Disemba 25, 26, 27, 28 mpaka siku naondoka Madina, joto Madina ni nyuzi degree 8. Hatari, yani ni hatari, ni baridi kali sana. Halafu miguu inapasuka kwa huku nyuma, halafu midomo inapasuka. Baridi la Madina. Sasa mabwana wakubwa hawa wanafanya kazi. Sisi leo tukienda kule Madina, hapa kuna chai, si kuna kahawa, kuna majaketi yale. Alafu ukiingia ndani, wakati mwingine chumbani unaweza kuiwasha ile AC, kuna sehemu ya hita inatoa. Kwa mfano ukienda Jordan, baridi la Jordan ni hatari. Hiyo 2019 nilipokwenda kule, mpaka tukaenda Masjidul Aqsa Palestina. Tumekwenda pale ilipotokea vita ya Mu'ta. Wakati tupo pale kwenye ule uwanja, na waeleza Waislamu wenzangu nimekwenda nao, na walipozikwa kina Jaafar ibn Abi Talib na Abdullah ibn Rawaha na Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhum, ile sehemu nilishindwa kutoa mikono, niliamua kuvaa gloves. Yani mikono inaganda. Sasa ndio maana utakuta Jordan hoteli nyingi sana wameweka hita, kwa sababu ni baridi kali kuliko la Madina. Wameweka hita. Kwa hiyo ukiwa chumbani Jordan hoteli, kuna sehemu ya hita, wale wenye mnaingia katika vyumba wanawapa maelekezo. Ukibonyeza hapa itakuwa hivi, ukibonyeza. Kwa hiyo lile hita unaliona linawaka pale, kama vile sehemu ya kuchomea shawarma. Na kuna nyingine vyumba vingine inakuwa inatoka hewa. Kwa hiyo mle ndani unasikia vizuri sana, raha sana, na unalala kwa amani. Lakini ukitoka nje reception ni hatari, baridi kali sana. Sasa masahaba wamefanya kazi ngumu katika kipindi hiki sana. Sasa Mtume amewakuta wapo katika kazi nzito. Falam yakun lahum abidun ya'maluna bidhalika lahum, walikuwa hawana wafanyakazi. Falamma raa ma bihim minan nasab wal ju', Mtume alipoona masahaba wake walivyochoka, baridi na wana njaa, hawajala, Mtume akawa anasema, Allahumma innal aisha al-akhirah faghfir lil ansar wal muhajira. Ewe Allah, hakika maisha bora ni maisha ya akhera, wafutie madhambi yao hawa muhajirin na ansar, wanafanya kazi yako ya rabbul alamin. Faqalu mujibina lahu, masahaba nao walipomsikia Mtume wakasema, nahnu alladhina bay'u Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, sisi ndio tumekula kiapo cha la ilaha illa Allah, kumuhami na kusimama na Mtume Muhammad kwa ajili ya la ilaha illa Allah, ala aljihadi, kupigana jihad kwa sababu ya la ilaha illa Allah, ma baqina abada, kwa muda ambao tutakuwa bado tupo hai. Kwa hiyo haya ni maelezo vile vile unaenda katika Sahih Bukhari katika kitabu babu Ghazwatul Khandaq. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anawahamasisha sana. Huyu Bara ibn Azib ni jina la sahaba, anaitwa Bara, sio Bala. Bara ibn Azib, law aqsama ala Allah la abarra. Huyu sahaba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyompa neema kupitia Mtume, alimwombea kwamba huyu Bara kama akikuombea chochote kile, hapo dua inakwenda. Sasa Bara anasema ra'aituhu sallallahu alayhi wasallam, wa dhamiru yaudu ila aqrab almadhkur wa huwa man an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ra'aituhu, nimemuona Mtume, yanqulu min turabil khandaq, akiwa anabeba kutoa mchanga katika handaki, hatta wara anni al-ghubar jildata batna, mpaka vumbi lile la mchanga wa handaki lilikuwa limefunika tumbo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana kathira shari, Mtume alikuwa na nywele nyingi sana. Fasami'tuhu yartajizu bikalimatin ibn Rawaha, nikamsikia Mtume anatoa maneno ya mashairi ya Abdullah ibn Rawaha, ambaye amefia wapi? Amefia Jordan, katika eneo la nini? La Mu'ta, ndipo kuna kaburi lake pale.
na serikali ya Jordan zile sehemu imezifanya ni sehemu za utalii. Ni chumba kikubwa kama msikiti hivi vya mwenye mkuu, lakini kaburi lipo ndani. Walizikwa, sehemu ilikuwa wazi kwenye ile vita, eneo la Mu'ta. Sawa, lakini serikali ya Jordan imejenga nyumba kubwa, yani kama msikiti, lakini haswali mtu. Msikiti uko pembeni, watu wanakuja pale, na ndipo pale nilipokwenda kulikuta hiyo 2019 kaburi la Abdullah ibn Rawaha. Meingia mle ndani, tumekuta harufu nzuri ya manukatu. Nikamuuliza yule askari, nikamwambia ya akhuya, min ain tafuhu hadhihi raiha at-tayyiba, hii harufu nzuri inatoka wapi? Akaambia min al-qabri, hiyo harufu nzuri inatoka kaburini, hapo kwenye kaburi. Nikaambia ala tufawihuna riha tayyiba, yani hamfukiza? Akaambia la wallah, hata ana idha dakhaltu dawam ajidu riha, hata mimi ninapokuingia kipindi cha shift yangu nakuta harufu nzuri. Nikasogea kwenye lile kaburi, nyinyi hamkuwepo, lakini Allah aliniona, nikaenda nikalinusa lile kaburi la Abdullah ibn Rawaha sahaba. Wallahi nimelinusa lile kaburi, wallahi linatoa harufu nzuri ya manukato, harufu nzuri ya manukato. Nikamwambia wenzangu, Allahumma salli wa sallim, nikamwambia ndugu zangu hawa, hili kaburi linatoa harufu. Amezikwa amefariki mwaka wa 8 katika vita ya Mu'ta. Leo sijui ni 2040 sijui ama 1439. Kama kaburi linatoa harufu nzuri, huko chini yupo vipi? Basi baadhi ya wenzetu tulikuwa tumekwenda nao, kina mama tumekwenda nao, wamekwenda na ume zao, na wengine wamekwenda, watu walikuwa wanalia machozi. Watu walisogelea lile kaburi kwenda kulinusa harufu nzuri. Subhanallah. Huyo Abdullah ibn Rawaha. Sasa Abdullah ibn Rawaha aliwahi siku moja, kabla hajauawa, hajafa shahidi katika vita, yeye katika vita ya Khandaq alisema, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faanzil sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama in laqaina innal ula, riwaya nyingine, innal ula raghabu alaina wa in aradu fitnatan abaina. Allahumma, ewe Allah, laula anta, kama sio wewe Allah kumtuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mahtadaina, tusingeongoka, tungebakia katika ukafiri. Wala tasaddaqna, tusingejua thamani ya kutoa sadaqa, faida ya kutoa sadaqa. Wala sallaina, wala tusingeswali, tusingelijua faida ya sala. Innal ula au al-ula raghabu alaina, hakika hao mwanzo wametushawishi tuwe na wao. Wa in aradu fitnatan abaina, hata kama wakitaka kutupa mitihani kwamba turudi kuunga mkono, hapana, hatuwezi kukubali. Huyo ni Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Kwa hiyo akawa Mtume sallallahu alayhi wasallama anaendelea kuwahami wale masahaba. Walikuwa na njaa sana, walikuwa na njaa nzito sana, na katika hii vita yalitokea mambo mengi sana yaliyotokea, ambalo tutakwenda na moja baada ya moja, uone utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na yaliyowatokea masahaba. Swali linakuja, mimi na wewe ndugu yangu, mpaka leo tumeufanyia nini Uislamu? Mpaka leo. Sasa lile handaki likawa limechimbwa katika huo mwaka wa 5 mwezi wa mfungo mosi kama huu, ambao ni sawa na mwaka 627 miladi. Leo ni mwaka 2025. Mwaka 2025 ukifanya mahesabu, 2025 toa 627, ina maana tangu ilipotokea hii vita imepita miaka 1393. Miaka 1393.
98 ndipo masahaba hawa walipopigana katika vita hii. Sasa aliyekabidhiwa bendera ile alikuwa ni nani? Sahaba gani alikabidhiwa bendera kuongoza kikosi? Sababu hata jeshi linapokwenda huwa kuna wale wakuu wa vikosi. Bendera akakabidhiwa, ikaenda ikawekwa katika Jabal Salaa. Jabal Salaa, mlima wa Salaa. Wengi tunapokwenda Madina, asilimia nadhani 90 hatuufahamu huu mlima wa Salaa, ambao huu mlima qurba Masjidul Fathi, upo karibu na msikiti wa Fathi, ambapo moja ya misikiti 7. Hapa ndipo pahala Mtume alipokaa akaomba dua. Sasa huu msikiti alipoweka bendera Mtume sallallahu alaihi wasallam, bahati nzuri na mpaka leo upo msikiti, upo chini ya serikali, na imamu wa pale ni muajiriwa wa serikalini. Misikiti ya historia, ukiingia tu ukitawadha pale au ukifika msikitini unaona umeandikwa Masjidur Raya, msikiti bendera. Kwa nini? Pale ulipojengwa ule msikiti ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza alisimama akakaa pale. Kwa ukiswali pale ina maana umeswali pale ambapo Mtume aliswali pale, na ndipo aliposimika bendera kuashiria kwamba sasa hali ya hatari inaanza. Masjidur Raya. Alhamdulillah, mwaka 91 mwalimu wangu mimi Dr. Jamal Al-Qadhi Saudi rahimahullah, ambaye amefariki kama miaka 8 iliyopita, alinipeleka mimi baada ya salatu al-isha. Tumeswali pale msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ile mwaka 91, akanambia ya Hashim, baada salatu al-isha naltaqi fil mawqif, tukutane sehemu ya parking. Nikaenda nikamsubiri pale, fa akhadhani bi sayyarati, akanichukua na gari yake mpaka pale kwenye msikiti. Tumefika pale kwenye msikiti, kwa sababu ni msikiti mdogo wa mtaani, tukakuta tayari umeshafungwa, lakini swala zote 5 zinaswaliwa pale. Akaambia huna, hapa gharasa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rayatahu, hapa ndipo Mtume aliposimika bendera yake. Fasummiya al-masjid, ukaitwa umsikiti bismi raya, kwa jina la bendera. Kwa hiyo mpaka leo kesho ule msikiti unaitwa Masjidur Raya, msikiti bendera. Sababu yake ni hiyo. Na Maka na Madina kuna misikiti miwili inaitwa misikiti bendera. Wa kwanza ukitoka nyumbani kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama unakuja Hajun, kuna kijimsikiti kidogo sana baada ya kupita flyover. Ushapita flyover, kuna kijimsikiti kidogo upande wako wa kulia, kina rangi kama ya kijivu na rangi ya chocolate. Ndipo pahala Mtume katika Fathu Makkah alipokwenda kuukomboa mji wa Makkah mwaka wa 8, ndipo pale aliposimika bendera, na ule msikiti bado upo mpaka leo. Upo mpaka ni kijimsikiti kidogo. Pembeni hapa nje kuna mafriji matatu nadhani kama haya yaliwekwa hapa msikiti wa Mwenye Mkuu, ya maji. Watu wanakunywa maji bure, ni maji baridi safi na salama, na ni maji yamewekwa na watu, lakini wanachukua kibali serikalini. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka bendera pale katika Masjidul Fath. Sasa Waislamu walikuwa wangapi? Waislamu walikuwa 3000. Adadul muqatilin 3000 min as-sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Idadi ya masahaba waliopigana waliokwenda katika vita ya Khandaq siku ile walikuwa 3000. Haya Makuraishi walikuwa wangapi? Makafiri pamoja na Mayahudi. Muqatilul ahzabi, wapigana vita wa makundi haya ya kikafiri 10,000 walikuwa ni 10,000. Wahum kufaru Quraish, walikuwa ni makafiri wa Quraish, wa Banu Sulaim, na kabila la Bani Sulaim, wa Fazara na Fazara, wa Ghatafan na Ghatafan, wa ghairuhum min al-yahud, na wengineo katika Mayahudi. 10,000 ukigawa kwa 3000, maana yake ni kwamba Madina inamalizwa yote. Kwa hiyo wakawa wamekuja. Walipofika pale, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua ushauri wa Salman al-Farisi.
Sasa Salman al-Farisi, wanasema watu wa sira wanachuoni, ashara Salman al-Farisi radiyallahu anhu ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihafri al-khandaq. Salman al-Farisi alimshauri mtume kuchimba handaki. Haya, linaanzia wapi? Wayabda'u al-khandaqu, lilianza kuchimbwa handaki wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sasa hivi panaitwa min utmai shaykhaini, panaitwa hivyo hivyo shaykhaini, fi bustani inda wasat shari Malik Fahad, ambayo inakwenda moja kwa moja kama mita 1800 kutoka msikiti wa mtume. Lilipoanza kuchimbwa handaki ni kama mita 1800 mpaka likaenda katika Uthmul Mazad. Sasa lile handaki urefu wake ilikuwa ni mita 3000, mita 3000, wa ardhuhu, na upana wake 9 amtari, ilikuwa ni mita 9 upana wake. Mnaweza mkaangalia kama mafundi seremala wale wanaweza wakajua, yani mita 9 upana wake. Lakini urefu wa handaki, yani kutoka hapa tuseme kama kwenda mbele kule, ilikuwa ni mita 3000 na upana wake ilikuwa ni mita 9. Wa umquhu, kina chake kwenda ardhini ile handaki ilikuwa ni 5 amtar, mita 5, kwenda chini ni mita 5. Sasa wal makanu alladhi askara fihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na pahala ambapo mtume aliweka kambi mara ya kwanza fi awwal al-ghazwa, katika ile vita ya Ahzab, ala jabal Dhubab, kuna mlima unaitwa mlima Nzi, unaitwa mlima Nzi, jabal Dhubab. Na Waarabu wana kaida wanasema al-asma'u la tu'allalu, majina yastaftiwe maana. Wewe kwa mfano mtu huyu bwana anaitwa Makaka, bwana kwa nini ukaitwa Makaka? Haya, kuhusu anaitwa Makaka bwana, nasikia Rusaganya, eti Rusaganya maana yake kwa Kiha nini? Haya, kuhusu anaitwa Rusaganya, Makaka ni Makaka, sawa. Ama anaitwa Michuzi, ama anaitwa Miuzi, sawa. Anaitwa Miuzi ni Miuzi, kwa nini ameitwa Miuzi? Sawa. Sasa majina yaache kama jinsi yalivyo. Lau kama majina mengine ukienda kwenye jamii nyingine ni matusi, ukienda kwenye jamii nyingine sio matusi, lakini ni jina, sawa. Kama baadhi ya jamii nyingine katika Afrika, kaka wanamuita dada, na kishiba anasema na mimi mimba, yani ameshiba, ndio mimba hiyo, sawa. Ukienda Kigoma, sawa, ukienda Kigoma, nyoko maana yake ni nyoko wawe, mama yako, sio tusi. Huyu ni nyoko wawe, huyu ni mama yako, sio kwamba ni tusi, sawa. Sasa ukienda kwa rafiki zangu wa Kipemba, anasema huyu ni Mpemba Fyoko sio tusi, yani Mpemba original, au sio mani? Huyu Mpemba Fyoko, Sasa sio tusi, astaghfirullah ametukana, sawa. Sasa al-asma, sasa huu ni mlima upo Madina tangu mtume hajahamia Madina mpaka anahamia, mpaka siku ile mwaka wa 5 fungo mosi, sawa. Ule mlima unaitwa Jabal Dhubab, mlima Nzi. Kwa nini umeitwa mlima Nzi? Allahu aalam. Na ule mlima unaitwa Jabal Sal'a, mlima Upara. Kwa nini umeitwa Upara? Mlima Upara ndivyo hivyo, sawa. So, kama Madina ilikuwa inaitwa Yathrib ni mtumia. Atharb ni lawama ambazo hazina msingi. Sasa kabla mtume hajahamia pale, Madina ilikuwa inaitwa Yathrib, yani mji wa watu wenye lawama nyingi sana, yani lawama ambazo hazina maana. Mtume alipohamia pale akasema, man samma al-Madina bi Yathrib falyastaghfirillah, kuanzia leo atakayeita Madina kwamba ni Yathrib, akaangania badala ya kuita hiya Taba, Madina kuanzia leo itaitwa Taba, yani mji mzuri au mji mwema, mji mtukufu.
na ndio maana inaitwa Al-Madinatu Nabawiyya, mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huo ndio urefu wa hilo handaki. Sasa baada ya hapo Mtume akaja akasogea, akatoka pale, akapanda mlimani, akaja akakaa pahala ambapo kwa sasa hivi kuna kijimsikiti kidogo. Kwa sasa hivi kuna kijimsikiti kidogo kinaitwa Masjidul Fathi, msikiti wa ushindi. Wakati wa Mtume mwenyewe kile kijimsikiti hakija kuwepo. Wakati wa Abu Bakar hakija kuwepo. Wakati wa Umar hakija kuwepo. Wakati wa Uthman hakija kuwepo kile kijimsikiti Masjidul Fath. Wakati wa Uthman wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in hakija kuwepo. Mpaka wakati wa Daula Umawiya, Daula Abbasiya imekwenda mpaka wakati wa Daula Umawiya, nadhani wakati wa Umar Abdul Aziz rahimahullah, ndipo ilipokuja kujengwa ile misikiti. Yani kama sehemu ya kumbukumbu, kwa sababu pale kuna Masjid Aisha, kuna Masjid Fatima, kuna Masjid Bilal, kuna misikiti, yani ipo misikiti. Lakini Masjidul Fathi ni eneo ambalo Mtume alikaa juu ya jiwe akaomba dua, na ipo dua hasa aliomba siku ya Ahzab. Ipo dua hasa Mtume aliomba siku ile ya Ahzab kuwaombea wale makafiri. Ilikuwa ni dua nzito sana ambayo wanachuoni wa sira wameiweka katika vitabu, na ni dua inapatikana kwa mtu ambaye ana dhiki aina yoyote, ana shida aina yoyote, amedhulumiwa, ameonewa, basi anaipiga ile kwa yule aliyemuonea. Kwa sababu ile dua Mtume alipoipiga ili apate nusra, Mwenyezi Mungu alileta upepo mkali sana, upepo ambao ulikuwa unanyanyua nyumba, na ulikuwa unanyanyua wale ngamia wao na farasi walikuwa wamekuja na masilaha na vyakula. Yani ngamia alikuwa ananyanyuliwa juu juu, ngamia anapelekwa juu juu na upepo ule, anapigwa kwenye ukuta wa mlima, mawe, anachanika nyama, wakawa wameangamizwa. Walipoona namna hiyo wakawa wamekimbia. Sawa, akabakia mtu mmoja, yeye alikuwa ni mbabe, akawa anataka apigane. Huyo ambaye yeye alitaka kupigana akapambana na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sehemu itakayofuatia inshallah wiki ijayo tutamwangalia. Sawa, tutamwangalia namna alivyo, na pale pahala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alipopigana na yule bana, ile sehemu ipo inajulikana. Ile sehemu ipo inajulikana, huijui wewe, mimi nitakuonesha, na mimi nimeoneshwa na walimu wangu watoto wa Madina, akiwemo nani? Sheikh Jamal al-Qadhi rahimahullah, na Dr. Abdul Majid Fagihi ambaye bado yupo hai, sallallahu umra, na Dr. Muhammad Awaji pamoja na Muhammad Brek. Hawa ndio waliotutembeza maeneo ya historia kwa muda wa mwezi mzima, mwaka 91 wakati tumeingia Jamia Islamia. Kwa hiyo sasa Makuraish pale Mtume alikaa akaomba dua, na masahaba walipokuwa mambo yao yakiwabana walikuwa wanafuata ile sunna. Anakwenda kuomba dua kuanzia Jumatatu, piga dua. Anakwenda Jumanne, anapiga dua. Anakwenda Jumatano, wenyewe wanaeleza ikifika Jumatano Allah anaitikia. Kwa hiyo na wewe leo na kesho umekwenda Madina, tafadhali hupajui, sema upelekwe uende ukaombe shida zako. Na kwa pale ni kutembea kwa mguu kutoka pale katika Bawabatun Nabii, Masjidun Nabii, kutoka katika geti lile la nje. Kwa mwendo wangu mimi naweza nikatembea dakika 10 au 15. Unaichukua Shari'us Salam moja kwa moja mpaka unaingia katika majumba ya kizamani ambayo ni kama majumba ya Magomeni au ya Kariakoo, hasa kama ile Kariakoo, mitaa ya Kongo huko ndani. Kwa hiyo ndio unaingia kule, utakwenda kukuta na msikiti uliokuwa ni mdogo vile katika misikiti Masjid Abu Bakar Siddiq. Ule msikiti ndio umepanuliwa, umekuwa mkubwa sasa. Lakini kile kijimsikiti ambapo ndipo Mtume alipokaa, wallahi kile kijimsikiti kipo na watu wanaingia mle ndani. Mtu anaingia mle ndani anakwenda kupiga rakaa zake 2 za shida, sema ya Rab, ya Rab, hapa ulimnusuru Mtume na masahaba, na mimi umechukua hiyo. Sawa, na mimi tumeelewana vizuri. Kama hupajui sema nikupeleke mimi. Sawa, kiasi ambacho yale maeneo ya Madina baadhi ninavyofahamu, kiasi ambacho hata nikirudi kwetu Kigoma nishasahau baadhi ya maeneo.
nishasahau Kigoma. Sawa, nishasahau kabisa, sababu muda mrefu kienda unakwenda kwa dharura. Mwisho mwaka juzi nilikwenda, kulikuwa kuna kongamano lililoandaliwa na watuma salamu wa TV Iman. Ikawa TV Imani wamesimamia kila kitu pamoja na hawa taasisi ya kusimamia wagonjwa kwa ajili ya kuwapa huduma Tanzania, wakawa wamejiunga pamoja. Kwa hiyo na mimi nilialikwa, ndio nikaenda kuikuta Kigoma baada ya miaka karibuni imepita 15. Kaenda kuikuta Kigoma pale mjini pamebadilika, sio Kigoma ninayoijua, imekuwa Kigoma ya kisasa, miundombinu mizuri. Ndugu zangu niwaambieni, yani ukisema namna hii mtu anasema bana CCM washamnunua bana, aseme hawajaninunua wala kuniuza, na hawana jeuri ya kunisogelea kuniambia kitu kama hicho. Lakini mtu akifanya jambo jema, hata kama humpendi, sifia. Tumeelewana vizuri? Kupitia hili natoa shukrani za dhati sana kwa uongozi wa Mwenye Mkuu, jazahumullahu khairan. Kamati kuu kuanzia chini mpaka juu, msikiti wa Mwenye Mkuu, ukienda sehemu ya kutawadha ipo smart. Kweli si kweli? Unakwenda vyooni, ukiingia katika vyoo msikiti wa Mwenye Mkuu, huwezi kuingia na uchafu, kwa sababu unapita pahala ambapo maji yanatembea, yanaondoka yanakuja mengine, na ukitoka huko kuna pipe zimewekwa pale za maji, zinamwaga maji kila wakati. Nasema uongo kweli? Nyote ni mashahidi. Sawa, hiyo ni kwa sababu gani? Kuhakikisha kwamba sala yako inakuwa safi. Kwa hiyo wameshaondoa dhima, ukipeleka uchafu ni wewe. Ukiingia vyooni smart vyo, na kwa makusudi nimejaribu ile sehemu ya kuflash, ukiflash maji yanatoka smarti. Kwa hiyo big up kwa uongozi wa Mwenye Mkuu, jazahumullahu khairan. Mwenyezi Mungu awape afya njema na afungue biashara zao na shughuli zao. Na wale ambao wanaotoa sadaka msikitini hapa hatuwajui, inawezekana kuna watu hatuwajui kwa sababu gharama ni kubwa mno inayoonekana hapa, inawezekana hatuwajui. Allah anawajua bila kujificha, Allah anawajua, ni wanamume kwa wanawake. Allah, watu kama hawa kama mimi ni mujabu dawa, na muomba Mwenyezi Mungu afungue biashara zao, anyoshe biashara zao, awaweke sana watu kama hawa wenye kutoa sadaka, watu wenye kuangalia misikiti, kusimamia misikiti, wanajenga misikiti, wanatoa sadaka. Allah awaweke watu kama hawa, sawa, ili waendelee kufanya khairat. Mwenzio akifanya mema msifie, na ndio maana siku zote huwa nasifia hili tenki la maji ya kunywa hapa. Sawa, maji ya kunywa, unakunywa maji safi salama. Lakini kuna mtu ametoa pesa yake. Sawa, kuna mtu ametoa pesa yake. Ukienda maeneo mengine Kariakoo, maeneo mengine mtu ametoa sadaka. Ukienda barabara ya Kinondoni, ukifika pale baada ya msikiti wa Mtambani, sawa, kuna uwanja wa Biafra hapa. Kuna uwanja wa Biafra hapa, kuna jengo nje yamewekwa mabomba 3 au 4, watu wanakunywa maji safi salama. Lakini kuna kidume kimwambia Allah, nitawanywesha waja wako maji, nitawanywesha waja wako maji. Yeye gharama zote, umeme, kila kitu ni yeye. Mimi na wewe tumefanya nini? Mwenyezi Mungu awaweke hao watu. Mwenyezi Mungu tunamuomba atupe baraka katika maisha yetu na awafungulie riziki yao wanaotoa sadaka. Mwenyezi Mungu awaweke sana, waendelee kufanya khairati zaidi ya hii. Lakini Mwenye Mkuu nawapa big up sana sana sana. Na vile nilivyoona Kigoma, mji wa Kigoma mjini, Mwanga, Ujiji, nimekwenda Gungu, nimekwenda Mwandiga, nimekwenda sehemu nyingine ambazo Kagera, ukitembea Ujiji baadhi ya mitaa na Mwanga, Gungu zinawaka namna hii. Hiyo yote sababu ya nini? Serikali yangu tukufu, serikali yangu pendwa. Naipenda serikali yangu, imeniwekea mkoa wangu vizuri wa Kigoma. CCM kwa hili
lazima niwaombee dua. Mungu awape baraka katika uongozi wao, wawe na hikma na subira na kero zinazowapata, waendelee kuitumikia nchi. Wale vibombo bombo, watu wa Kigoma wanamuita kunguru, vibombo bombo kunguru, waachane nao, ipo siku watadondoka wenyewe. Nadhani kwa hapa tuishie inshallah mpaka tutakapokutana tena wiki ijayo inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.